Ngenga za wananchi. Karibu tena katika Ngenga za wananchi. Leo tukiwa tunaendelea na wapiga ngenga kutoka hapa Boko Magengeni mkoani Dar es Salaam. Tunaangazia suala la vijana kupigia hesabu mali za wazazi wao. Wengine wanapigia hesabu mali za wazazi wakiwa wapo hai. Baadhi ya watu wa maoni hapa wapiga ngenga hapa Boko Magengeni wanazungumzia suala hili kama ni ukosefu wa elimu, vile tamaa ya vijana. Kuna baadhi ya pointi ambazo zinaendelea kuzungumzwa hapa na wapiga ngenga kutoka Boko Magengeni. Mimi ni Samson Charles, karibu sana, tuendelee kuwasikiliza. Ngenga za wananchi. Lakini vile hata katika malezi yenyewe ya wazazi, kwa maana kwamba kuna hawa wazazi ambao kinamna fulani wana uwezo wa kiuchumi kidogo. Kwa hiyo mtoto kila anachokuwa anakihitaji anapewa ndani ya muda, kila wakati kwa wakati sahihi. Kwa hiyo inamnyima hata yale mazingira ya kumlea katika mazingira ya yeye mtoto kujitafutia yeye mwenyewe, akiamini kwamba kila kitu ni haki yake kupata kutoka kwa mzazi. Kwa hiyo unakuta akihitaji kitu lazima alilai katika au aegemee katika bega la nani? Bega la mzazi. Kwa hiyo inafika kile kipindi ambacho pengine mzazi ule wakati ambao yeye ameshamzoesha mtoto katika hali ya kupewa kila kitu kwa wakati ambao anakihitaji, kuna siku mzazi atakosa kile kitu, itatokea pengine ameshuka kiuwezo kidogo, ndo pale ambapo mtoto anaanza kumchukia mzazi, anaona kama vile mzazi anafanyaje, anamdhulumu mtoto haki yake, ilhali mzazi alitakiwa amlee mtoto katika mazingira ya yeye kujitafutia baadhi ya vitu, sio kila kitu anakipata ndani ya muda ambao anakihitaji. Kwa maoni yangu nafikiri ni hivyo. Aha, shukrani sana Gershon. Karibu sana dada. Afu nyewe dada, mbona hamchangamki mali za wazazi? Tunaona vijana wa kiume tu ndio wanaripotiwa. Nyinyi hamtaki mali au mnapigiwa hesabu za kuolewa? Kwa majina naitwa Sabituna Salimu Mgeni, mkazi wa Boko Magengeni. Kwa mada yako ambayo kusema sisi watoto wa kike hatuchangamki mali za wazazi, ni kweli kutokana na uzao wetu wa Afrika. Tuseme ni hali ambayo kama imetengenezwa kama utamaduni, kwamba familia ikiwa na mtoto wa kiume basi yeye ndo mtoto, wa kike haonekani kama ni mtoto. Kwa hiyo tumeshazoea ile hali, yani ni kama vile wametumezesha ile hali ya kusema mimi ni wa kike, hata kama sitaolewa lakini nitapambana nipate ili nimlee mzazi. Lakini tuko tofauti sana na wa kiume. Wa vijana wengi wanategemea baba ana mali, ana uwanja pale, nitaoa nitaenda kukaa pale. Lakini wa kike sana wanasema nikiolewa nitaenda katika kujenga familia nyingine, yani kuzalisha koo nyingine. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi hatuangalii sana mali za wazazi. Lakini pia kwenye hiyo mada ya kwa nini vijana wengi wanatamani kuoa wazazi wao kwa sababu ya mali, zimegawanyika pande nyingi sana. Ukiangalia sio malezi ya mzazi, ukiangalia pengine ni malezi ya mzazi au ile kuahidiwa. Unakuta sio mzazi tu aliyekuzaa, hata aliyekulea pia. Familia nyingi zinakutana na unakuta mtoto kazaliwa na damu nyingine, kalelewa pale labda kwa bibi na babu, lakini utakuta kwa sababu kalelewa vile atakuwa ameozeshwa hapo, amepewa sehemu akae, utakuta naye anang'ang'ania, anaona kama vile wale ni wazazi wake. Kwa hiyo unakuta na yeye anataka ubavu pale, amesahau kama yeye ni ukoo mwingine. Kwa hiyo ni tamaduni za wazazi wetu wa Kiafrika walivyojiwekea. Ndio maana unakuta wengi wanakutana na hiyo mitihani. Lakini wengine ni tamaa. Unakuta umesomeshwa vizuri na mzazi, kijana ametafutiwa sehemu nzuri, mzazi katupa hela ili mradi tu awe baba bora kwenye familia yake. Lakini unakuta mara nyingi sana vijana wamekuwa ni watu ambao wastarehe, makundi, kutumia tuseme madawa ambayo kama wengi wanatumia madawa, yale makundi, ushawishi, ndio unapelekea vijana wengi wanasahau kama mimi nilisomeshwa ili nitengeneze familia yangu. Unakuta vimeshaisha, nguvu ya kusoma hana, anakimbilia mali za wazazi. Kwa hiyo vijana wengi wanapotea kwa njia hiyo. Mwingine unakuta ile mali labda amejengewa ya kusema kama mimi mali mimi nitairisi. Lakini mzazi anasimama anasema mbona wa kike ana akili kuliko wa kiume? Kwa hiyo ikisogezwa kwa wa kike unakuta ndio sasa tunakuja ile ya kusema tunauana. Kaka kamuua mdogo wake kwa sababu ya nini? Ya mali. Lakini ni mzazi kuangalia huyu wa kiume atanyima wenzie wa kike. Kwa nini simpe huyu wa kike? Labda baadaye anaweza akanilea. Kwa hiyo zimegawanyika pande nyingi sana.
Shukrani sana, huyo ni Dada Sabi. Bwana teacher, we kidogo mtu wa kitambo. Haya mambo zamani yalikuwepo kweli ya vijana kupigia hesabu mali za wazazi? Siku hizi tunawapigia wakiwa hai. Sema nikicheki Mdingi hapa hana miaka 10 ya kuishi. Ngoja nifanye jambo. Kwa majina naitwa Teacher, ni mkazi wa hapa Boko Magengeni. Hayo mambo zamani hayakuwepo kutokana na kwamba maeneo yalikuwa ni makubwa sana. Lakini nichangie mada moja kwa moja. Nadhani hili swala mimi naliangalia kwa jicho la tofauti kidogo. Naweza nikalizungumzia kwa mapana na marefu, na ninapoanza kulizungumzia naweza nikaliweka katika engo ya elimu, education, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwalimu. Tuna elimu za aina mbili, elimu dunia na elimu ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Hizo elimu zote mbili, elimu ya duniani na elimu ya dini, ni elimu ambazo tunatakiwa tuwafundishe watoto kwa undani sana, waweze kuelewa tangia awali, wakatengeneza misingi ili wanapokuwa wanakuwa ikiwa imekolea ndani ya damu zao, na nakuahidi kwamba mambo kama haya yatapungua kwa kiasi ambacho ni kikubwa sana. Elimu inapunguzaje haya mambo? Elimu ya dini ni kusaidia kuwa na utii, lakini elimu dunia ni kufundisha, inaanzia awali hadi inafika kwenye elimu ya uzazi wa mpango. Maeneo sasa hivi kiukweli, huu ni ukweli usiopingika, usiofichika, maeneo yamekuwa ni machache sana. Lakini watu ambao hawajafundishwa uzazi wa mpango, nenda uangalie sana hii migogoro inatokea wapi. Inatokea kwenye familia ambayo baba ana watoto wengi na hana cha kuwapa. Hilo nendo lifuatilie vizuri utaona. Kwa hiyo tunapopata kwamba watu wameweza kusomea elimu ya uzazi wa mpango, akaweza kujua kwamba hiki kidogo nilichokuwa nacho nahitaji niwe na watoto labda 2, kinawatosha, nitagawa hivi, maisha yatafanya nini? Maisha yataendelea. Na kuhakikishia kwamba sehemu kama hizo kupata migogoro ni ngumu sana. Lakini sasa wewe hauna chochote, watoto 100, eneo ni dogo, hauna kazi, lazima migogoro kama itatokea kwa watu kuhitaji kufanya nini? Kugombania kwa eneo kadogo kaliokuepo. Hilo la kwanza. Lakini haya mambo ya kutaka kumrithi mzazi akiwa hai, kwa kweli nao pia siyaungi mkono. Asilimia kubwa hata tukiwalaumu hao vijana wanaotaka kuyarithi, pia tunaweza tukawalaumu na wazazi pia katika asilimia zao. Maana mzazi, tengeneza mazingira yako. Mazingira sio kurithi kwamba ushafariki ndio umeandika wosia kila mtu aanze kuangalia cha kwake. Hapana. Kinachowezekana kufanya ukiwa hai, kifanye. Kila ambacho kimebaki kama cha kwako ndicho ambacho unatakiwa kukiandikia wosia. Lakini hivi vingine waonyeshe vijana wako kwamba hii ni sehemu yako, hii ni sehemu yako, hii ni sehemu yako, iweke kisheria. Nadhani hautaona mtu ambaye anakuja kuleta changamoto kama anatakaye kuja kuleta changamoto kama hiyo atakabiliwa kisheria. Kwa sababu wewe tayari umeshamuonyesha kila mmoja kwamba eneo lako ni hili. Kwa hiyo kujaribu kuifupisha hii mada ama kuiweka katika eneo lake ni kwamba hizi ni changamoto ambazo zinatokea kwa kukosa elimu zote mbili. Wazazi wote tujitahidi watoto wanapokuwa wakue katika misingi ya kupata elimu. Elimu ya dini kulingana na dini yako na elimu dunia inavyohitajika kupatikana. Haya mambo yanaweza yakapunguzwa, lakini kikubwa zaidi, jamani, mpango wa uzazi ni muhimu sana. Asanteni sana. Unajua teacher anasema mpango wa uzazi. Pale Manyara tukio ambao tumeripoti, yule jamaa ambaye amechukua mali ya babake, akaulizwa na mkuu wa mkoa Manyara kwa sasa hivi Kuni Sendiga kwamba kwa nini unachukua mali ya babake yuko hai, akamwambia baba alinikabidhi nikiwa na umri wa miaka 5. Ukiangalia jamaa kama yuko peke yake vile. Kwa hiyo sometimes hata mtoto mmoja inaweza ikawa shida. Bwana karibu sana kijana. Tena kijana mdogo kabisa, unaonekana kama anapiga hesabu mali. Asante. Kwa majina naitwa Zabron Nyenyembe na ni mkazi wa Boko Magengeni. Mimi kwa hili swala cha kwanza napenda niseme kwamba elimu. Hicho ndio cha kwanza, nasema ni elimu tu. Mtoto anaweza akapatiwa elimu, mwingine akapatiwa elimu vizuri tu, lakini baada anakuwa anazipigia hesabu hizo mali. Na mwingine anaweza asipatiwe elimu afu baada anazipigia tena hizo hesabu mali. Na mwingine hana elimu lakini aweza kazipigia hizo hesabu mali za mzazi. Umeona? Cha kwanza ni kwamba anakuwa hana elimu afu hana hofu ya Mungu. Ndio maana anaingia kwenye swala mpaka anaenda wengine kwa waganga, kulogana nini, mambo yanakuwa mengi kwa sababu elimu ya mtaani hana, elimu ya shule pia hana. Kwa sababu elimu ya shule inakufundisha
kwamba unapoenda shuleni usome, uende huko, uende kaajiriwe. Na pia unavyokuwa mtaani, elimu ya mtaani inakufanya wewe utafute vitu vingi sana vya kupambana wewe mwenyewe, utafute hapa. Wengine ndio maana wanajiingiza kwenye bodaboda, lakini mwingine ni bodaboda anafanya kazi, anaingia kwenye makundi mengine, lakini mwingine anafanya tu kazi kwa sababu ya mali zake. Umeona kwamba atafute mali zake kwa sababu yeye mwenyewe baadaye atakuwa mzazi. Umeona sasa yeye akiwa mzazi, wakasema mzazi na wewe, maana akisema leo mzazi atakuwa mzembe, na wewe utakuwa mzazi ambaye utakuwa ni mzazi mzembe kwa sababu hujawatengenezea mali watoto wako ambao wanakuja. Kwa hiyo unapokuwa kijana sasa hivi ndio inatakiwa watengenezee mali watoto ambao na wewe unakuja, kwa sababu kwa kutafuta. Usitegemee kwamba baba ana kitu fulani, baba hata kama amekuwekea, hata kama kakununulia miji mingapi sijui na nini, amekuwekea mali zote, ila tafuta mali zako wewe. Kwa sababu ya nini? Kuna watoto wako. Maana wewe hata mkiwa wawili nyumbani, babako akikuwekea mali, ukiondoka wewe unaacha watoto wako, atalisi mwingine kwenye familia ambayo labda ni mdogo wako, ni nani, akafa watoto wataendelea na wenyewe kufanyaje? Kutangatanga, na watakosa pa kukaa kwa sababu wewe kujenga mali zako. Kwa cha msingi ni kwamba inatakiwa kwanza uwe na hofu ya Mungu, uwe na elimu ya mtaani, pia elimu ya shule. Umeona? Una elimu ya shule, basi nenda elimu ya mtaani. Elimu ya mtaani inakufunza vitu vingi, kwa sababu elimu ya mtaani ni kitu ambacho kinakusaidia wewe kupambana kwa namna yoyote ile. Upambane, uingie, utafute mali zako wewe, utafute hela zako wewe mwenyewe, ili kiweze kukusaidia hata baadaye. Lakini sio kwamba kila kitu lazima mtegemee mwenzio, mtegemee mzazi siji nini. Kwa mimi naona hicho kitu ni kwamba sisi vijana wengi tunakosa elimu, afu hatuna hofu ya Mungu. Ndio maana unaona ukichukua jukumu la kwenda kumuua mwenzio, hiyo huna hofu ya Mungu, muogopi Mungu. Umeona? Kwa cha kwanza ni elimu, afu cha pili hofu ya Mungu. Tujitahidi, tupambane vijana, mali zipo. Viwanja vipo vimejaa, sio kwamba labda sijui watu wengi sijui wamejaa viwanja. Viwanja vipo, ukipambana hata kiwanja unapata na unajenga vizuri tu. Tena mjini hapo unapata viwanja vipo. Mbona watu wanajenga, ukipita huko unakuta hapa wanajenga, pale wanajenga, viwanja vipo. Kwa hiyo tujitahidi sisi wenyewe, tupambane, tuwe na hofu za Mungu, tumuombe Mungu sana kwamba lazima na mimi nifanikiwe. Lakini ukipigia mali za mzee wako nyumbani, utakuta mpo watatu, mpo wangapi, wewe watoto wako watakuja kuishi vipi? Umeona? Kwa hiyo inatakiwa wewe mwenyewe tengeneza kwa ajili ya familia yako ya baadaye inayokuja. Ndio hilo tu. Asante sana Nyenyembe kwa mchango wako. Mbona vijana mpo mbalimbali kidogo, sogea hapa. Sogea kwa hapa. Hapa bwana, kuna vijana wengine huyu ni Masai. Karibu Paulo, rafiki tuongee. Kaa tu ticha Paulo asimame hapo. Geuza kofia kwa nyuma ili tukuone kule Longido, watu wakiangalia kuone. Paulo, hem, tuambie utaratibu pia wa kurithishana mali kule Umasaini upo vipi? Hatujui kusikia migogoro ya Umasaini katika ishu ya kurithishana mali, ng'ombe, ardhi. Asante. Kwa majina naitwa Paulo Alex, mkazi wa Boko Magengeni. Kwenye swala la kurithi mali, mimi naona kwa vijana sasa hivi wasitegemee sana mali za kurithi, kwa sababu inasababisha ugomvi. Ndio. Inaleta ugomvi? Ndio. Kule kwenu mnasolve vipi au matatizo? Kule Masai. Kule swala la kurithi ni swala ambalo lipo. Inakuwaje? Tuelezee. Kule kwa sababu wanarithi tuseme mashamba na ng'ombe. Kwa hiyo mtoto wa kiume anahakika kabisa kwamba kule ng'ombe atapewa na shamba atapewa, na kama anategemea na watoto wako wangapi, na kila mmoja atapewa idadi yake. Ashenaleng, huyo ni Paulo ambaye kimsingi kule kwao Masaini anakuambia kule hakuna matata, kule watu wanarithi. Ngenga za wananchi. Tukiwa tumeishia hapo kwa leo na tutaendelea tena. Hapa tulipoishia umetoka kusikia hoja mbalimbali kuhusiana na nini ambacho kinasukuma vijana wamezee mate mali za wazazi wao. Wengine wanaombea mpaka kifo wazazi wao. Nini kitaendelea kutoka kwa wakazi hao Boko, wakizungumza namna gani ambavyo vijana wanapiga hesabu mali za wazazi. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Mimi ni Samson Charles kutoka hapa Boko Magengeni, Dar es Salaam nchini Tanzania. Ngenga za wananchi.